ورسوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه، فقد أمر الله جل جلاله بذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الكلام كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والعلن، وكونوا على الحذر، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وجاء الله تبارك وتعالى بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكمتكيا صلاة سلام mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hakika hatuna budi kumshukuru Allah kwa neema ya Uislamu, kisha kwa neema ya kutujalia sisi tukawa ni wenye kuhudhuria katika nyumba mnamo majumba ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni neema kubwa. Wako wenye nguvu kuliko sisi, wana vipando vinakimbia sana kuliko vya kwetu, lakini hawakupata taufiki ya kuwahi na kukimbilia katika kheri hii ya kudiriki salatul jumaa, wala nguvu zao hazikuwasaidia, hazikupata taufiki ya kuwafikisha katika ibada hii ya Ijumaa. Kwa hivyo mimi na wewe kufika hapa ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latusalunna yawma idin 'anil na'im. Hii pia ni katika neema ambazo tunatakiwa kuziandalia shukrani kwa Allah tabaraka wa ta'ala, vinginevyo tutakosa majibu ya kujibu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wako wengi wenye madigrii, wako wengi wenye PhD, wako wengi maprofesa, lakini uprofesa wao na udoktora wao haukuwaonesha haki ya Uislamu. Tizama fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine wewe hata darasa la 7 huna, lakini umekuwa Muislamu na unadiriki maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala na unaacha makatazo yake. Yule mwenye maprofesa yake ambaye anafundisha watu katika vyuo vikuu hajawahi kuona neema ya Uislamu, pamoja na kusoma dunia yake yote mashariki na magharibi, pamoja na kutembea dunia yote mashariki na magharibi, hajawahi kudiriki katika akili yake kwamba kuna neema kubwa ambayo ni Uislamu, naye anatakiwa kuwa Muislamu. Halijawahi kuingia katika akili yake. Dhalika fadlullah. Hii kwetu sisi ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, unapokuta wewe umediriki ibada katika ibada alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba wewe ni alim sana, si kwamba wewe unaona sana au wasikia sana kuliko wengine, bali ni taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwani wapo wenye vyenzo na vigezo vya kuidiriki neema hiyo ambayo unayo, tena kwa ubora zaidi, lakini Allah tabaraka wa ta'ala hajawachagua katika neema hii. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Leo hotuba yetu itakuwa fupi. Tutazungumzia kunako kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, mcheni Allah tabaraka wa taala, waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, na nafsi zenu ziangalie kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja katika neema alizoneemeshwa, kuanzia neema ya wewe kuwa Muislamu, wewe kuwa hai, wewe kuwa binadamu, mpaka zile nyingine zote. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, aangalie mwanadamu katika hivyo vipawa alivyopewa na Mola wake ametanguliza nini kitakachomsaidia kesho. Katika akili ulionayo imekusaidia nini, umeandaa nini kitakachokusaidia kesho. Katika nguvu ulizonazo unazitumia vipi katika maandalizi ya hali itakayokukuta kesho. Katika mali ulizonazo umetanguliza nini katika kile kitakachokusaidia kesho. Allah tabaraka wa taala kwa kutupendelea akatupa kauli hii iwe ni ukumbusho kwetu, wadhālika dhikra lidhakirin, na huo ni ukumbusho kwa wenye kukumbuka. Ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, mcheni Allah na muangalie, na kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Ndugu zangu katika imani, sisi wenyewe ni mashahidi wa maisha yetu. Leo hii kila mwanadamu yuko katika mipango ya mustakbali wake. Kuna mwenye kutoa pesa zake nyingi kumsomesha mwanae ili kesho aje awe bwana mkubwa katika dunia. Kuna mwenye kufanya mipango yake akanunua mashamba yake ili asiwaache watoto wake kuwa ni maskini. Mwingine akanunua mang'ombe, mwingine akanunua magari, mwingine akanunua majumba. Ala kulli hal, kila mmoja ameweka mipango ya kuangalia kesho ataishi vipi na familia yake. Bali kwa wale waliokwenda mbali zaidi, mwingine huajiri kabisa watu wa kuhesabu mali zake, watu wa kupanga mikakati yake. Unakuta mwingine ameweka tati kabisa mwaka mzima atafanya kadha wa kadha wa kadha. Leo ukienda katika ofisi ya waziri utakuta chati ameweka, mwezi fulani atasafiri sehemu fulani, wiki fulani atakwenda sehemu fulani, na kuna kazi 1 2 3. Mwaka mzima ameweka kazi zake katika ubao wake, yeye ni kuangalia tu leo unatakiwa kufanya nini. Waltanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Hayo ni yetu ya kidunia ambayo tumeyaweka kwa ajili ya kesho. Mtu mwingine kaajiri karani, anamhesabia mali zake na kuzipanga stock, anapanga store yake vizuri. Wako wataalamu leo wa kupanga maduka ya watu vizuri, wako wahasibu wazuri. Anayaandaa haya mwanadamu ili kwa kuogopa kesho asije kufilisika. Unaweka karani mzuri atakayekupangia mali zako vizuri, akaziratibu vizuri, ili usije ukafilisika, mali zako zikapotea hovyo, kesho ukawa maskini. Unamwandaa mwanao vizuri akasome ili kesho usije kudhalilika tena, na wewe mwanao akununulie gari, akujengee nyumba nzuri, akufanyie kadha wa kadha. Haya ni katika yetu ya kimaisha ya kidunia, lakini Allah tabaraka wa taala hakuyasema haya, ameyasema yale yatakayotukuta kesho. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun, siku ambayo mali ulizonazo, watoto unaoandaa leo, mali unazoziwekea makarani na wahasibu, la yanfa, hazitanufaisha chochote siku hiyo. Ndio hapo Allah anasema waltanzuru nafsum ma qaddamat lighad, kila nafsi iangalie imeandaa nini kwa ajili ya kesho. Hebu kila mmoja arejeshe, endapo wewe leo ukafumba macho, umeandaa nini kesho. Kesho inayosemwa hapa ni kesho tutakaposimamishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Wa inna yawman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udun, ni siku ambayo urefu wake, siku moja ina urefu wa miaka 1000 katika hesabu zetu. Ni siku ambayo la yanfa'u fihi malun wala banun,
na mali zinazotuhangaisha, watoto wanaotupeleka mbio, hawatanufaisha chochote, hawatasaidia. Illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa atanufaika na ataboreka yule atakayemwendea Allah kwa moyo uliosalimika. Tizameni leo karo za shule zinatupeleka spidi kiasi gani. Hatulali nini, tunaandaa watoto. Lakini leo nafsi yako vipi? Wewe umeshatoa siku kalala ukakosa usingizi kwa ajili ya kujiuliza kesho utakutana na Mola wako katika hali gani? Majumba yako ulionayo, kuna nyumba umeichagua kwamba hii kusaidie kesho mbele ya Allah? Pesa zako ulizonazo umetenga asilimia ngapi zitakazokusaidia kesho mbele ya Allah? Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah anasema mcheni Allah na kila mmoja aangalie ametanguliza nini kwa ajili ya kesho yake. Wattaqullah, na mcheni tena Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, Allah ana habari ya yote mnayoyafanya. Mahesabu yenu, kuogopa kwenu fukara, kuogopa kwenu kufilisika, yote khabirun bima ta'malun, yote mnayoyafanya Allah anayajua, anayo. Lakini pamoja na hayo akatukumbusha hayo tulionayo leo yatusaidie kuandaa kesho yetu. Imekuja hadithi katika sahihain Bukhari wa Muslim, hadithi sahaba Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, anazungumza, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر في أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر في أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. علي بن حاتم anasimulia hadithi kutoka kwa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Anasema, amesema mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, ma minkum min ahadin, hakuna yeyote katika nyinyi, illa wasayukallimuhu Allah, atasimamishwa, isipokuwa atasimamishwa mbele ya Allah na Allah ataongea naye mtu huyo, laysa bainahu wa bainahu tarjumani, hakutakuwepo mkalimani kati yao, iwe mimi, iwe wewe, iwe yule, iwe wale. Laysa minkum ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuman, kila mmoja wetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila mmoja wetu atasimamishwa mbele ya Mola wake, atazungumza na Mola wake pasina kuwepo mkalimani kati yao. Ndo hapo mwanadamu atakaposimamishwa mbele ya Allah, fayandhuru fi ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Baada kile kiwewe cha mwanadamu atakaposimamishwa mbele ya Mola wake, ataangalia kushoto kwake kuona kama kuna msaada, fala yara illa amalu, hataona isipokuwa ataona matendo yake machafu aliyoyatanguliza. Wayandhuru fi aymana min, na taangalia kulia kwake, fala yara illa ma qaddam, hataangalia, hataona isipokuwa ataona matendo yake mazuri aliyotanguliza. Wayandhuru baina yadayhi, na ataangalia mbele yake, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, hataona isipokuwa ataona moto ndio uko mbele yake. Chukua picha, umesimama hapo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yukallimu Allahu an-nasa kulluhum au kullahum wahidan wahida, vipi Allah ataongea na mamilioni mabilioni ya binadamu hawa mmoja mmoja? Mbona ni kazi kubwa? Akawajibu, riwaya nyingine nasema ni kauli ya Ali ibn Abi Talib, akawajibu akasema, kama yarzuquhum fi sa'atin wahida, Allah ataongea nao na ni jambo jepesi sana kwake, kama unavyoona anawaruzuku katika saa moja. Unavyoona wanaruzukiwa kwa saa moja, hiyo hiyo muda mmoja wote umekula, wameshiba, sahani zimeondolewa, hivyo hivyo ndivyo Allah ataongea nao kila mmoja kwa nafasi yake. Wewe hutasikia ya kwangu wala mimi sitasikia ya kwako.
Mwanadamu ataangalia kushoto kwake, hataona isipokuwa ni yale aliyoyatanguliza. Ataangalia kulia kwake, hataona isipokuwa kitu cha kumsaidia ni yale matendo aliyoyatanguliza. Kila kiangalia na yaona hayatoshi. Wayandhuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Na ataangalia mbele yake, hataona isipokuwa ataona moto ukiwa mbele yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى waraqibuhu wa kunu ala alhadhar ya ibadallah. Tumche Allah enyi waja wa Allah, tumchunge sana Allah tabaraka wa taala, na tuchukue tahadhari sana na Allah tabaraka wa taala, kwani Allah tabaraka wa taala maandalizi yake yamekamilika. Kuna yoyote utakayokata katika maisha yako, Allah tabaraka wa taala ameshakuwekea maandalizi tayari. Na jumla ya yote ni hiyo siku ambapo tutasimamishwa kwake, tutaulizwa. Ataitwa mwanadamu, ataulizwa, wewe ndio fulani bin fulani? Naam. Wewe ndio ulimiliki 1 2 3? Naam. Wanyama wakakutii? Ndio. Ukaswaga mang'ombe makubwa matembo yote ukayafuga ukayamiliki? Naam, ni mimi. Atakiri neema hizo, atazikiri. Kisha atamwambia, wewe ndio ulifanya kadha wa kadha wa kadha. Atasema naam. Je, alimta annaka satulaqini? Ulifahamu katika akili yako kwamba iko siku utakutana na mimi kwa staili hii? Mwanadamu atasema la, hapana, haikuingia akilini hata siku moja. Allah atamwambia, al-yawma ansaka kama nasitani, leo nitakusahau kama ulivyonisahau. Huyo moja kwa moja amekwenda wapi? Motoni. Allah atamwambia, na mimi leo katika rehema zangu, katika misukosuko hii, nimekusahau kama ulivyonisahau. Atamkejeli kwa staili hiyo. Mwanadamu atakuwa ameingia katika hasara. Ataletwa mwingine, atauliza, wewe ndio fulani bin fulani? Atasema naam. Wewe ndio ulineemeshwa 1 2 3? Akasema naam. Ukamiliki? Akasema naam. Ukaoa? Akasema naam. Ukazaa watoto? Akasema naam. Ukawa bwana mkubwa? Akasema naam. Aalimta annaka satulaqini? Je, katika yote hayo uliweza kupata siku kukumbuka kwamba iko siku utakutana na mimi? Atasema la. Asema naam, ndio. Atamuuliza, famadha a'dad? Umeandaa nini? Yule mwanadamu kwa kuwa ni mwingi wa maneno, ni mwingi wa kujitetea, atasema niliswali, nikatoa zaka, nikafunga, nikahiji, nikafanya kadha wa kadha wa kadha. Atayakana mabaya yake kana kwamba hakuyafanya, atataja mazuri tu. Allah tabaraka wa taala ndipo anasema, hapana, wewe ulifanya 1 2 3 mabaya. Atasema, ya Rabbi, mimi sikuyafanya. Anamwambia, nikuletee mashahidi. Binadamu ataangalia, atasema kulia kushoto haoni shahidi. Anajiuliza, itakuwaje? Shahidi atatoka wapi? Ndipo Allah anasema, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Atamfunga ulimi, mara atasikia hawezi kuongea. Hapo ndipo vitatamkishwa viungo. Mikono itazungumza, miguu itazungumza, kila kiungo kitazungumza katika yale ambayo ulikuwa ukiyafanya na ukajisahau kumwomba Mola wako msamaha.
ukafa hali ya kuwa uko katika yale maovu, ndipo itapatikana hukumu ya kumhukumu mwanadamu, na mwanadamu atalalamika, atawaambia viungo wake, wewe mikono una ujinga gani, wewe miguu umekuwa mjinga gani, mimi nilikuwa nahangaika kwa ajili yenu, vipi nyinyi mnanitolea mimi ushahidi? Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, watasema kuambia viungo vyao, mbona mmetutolea ushahidi wakati tukichomwa na nyinyi mwachomwa? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, viungo vitasema hatakuwa na namna, aliyetuzungumzisha ni Allah ambaye amezungumzisha kila kinachozungumza. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kama nilivyosema hapo mwanzo, twende na aya moja tu leo na hadithi hiyo moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo Allah tabaraka wa taala amesema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mcheni Allah na muandae na muangalie, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum ala ma qaddamtum li ukhrakum, hisabuni nafsi zenu katika yale ambayo mmeyatanguliza yatakayokufaeni kesho. Unapoweka mikakati ya kusomesha watoto wako, basi hakikisha ndani ya masomo unayowapa watoto wako kuna uwezekano wataweza kusema rabbighfirli wa liwalidayya. Hakikisha katika watoto wako kuna mtu ana moyo wa kuweza kusema rabbighfirli wa liwalidayya, ya rabbi nisamehe mimi na wazazi wangu, warhamuhuma kama rabbayani saghira, na uwahurumie kama walivyokuwa wakinihurumia wakinilea nikiwa mdogo. Kwani imekuja hadithi kwamba yawezekana mtu akafa na madhambi mengi na siku ya kiyama akafufuliwa hali ya kuwa hana madhambi, akaenda katika janna. Yeye mwenyewe atashangaa, atamuuliza Allah tabaraka wa taala, ya Rabb, vipi mimi mbona nilikufa nikiwa mchafu, leo niko msafi? Watamwambia biduai auladika, wewe umesafika kwa dua za watoto wako. Baada ya kubaki duniani walibaki wakisema, ya Rabbi msamehe baba yangu, ya Rabbi msamehe mama yangu. Maandalizi hayo tunayo. Ndio Allah anakusudia, walitanzur nafsum ma qaddamat lighad. Waangalia katika maandalizi unapoandaa wanao kusoma madigrii, wanao kuwa wakurugenzi, wanao kuwa maprofesa, unawaachia nini katika kile kitakachokufaa kesho katika elimu zao? Yani na wewe upate nasibu, upate kiwango katika elimu ambazo unawapa watoto wako. Unapoandaa mali zako kaziwekea muhasibu, akaziratibu na akazipanga vizuri, basi katika hizo zinazopangwa umeweka kiasi gani kitakachokusaidia kesho. Walitanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Kila mmoja katika maandalizi yake angalie kesho itamfaa vipi, ametanguliza nini mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hali kadhalika Mtume ndipo akatuambia, kila mmoja atasimamishwa mbele ya Mola wake, ataulizwa neema moja baada ya nyingine. Almuhimu anachokitaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni kujiandaa. Hujakatazwa kula nyama, hujakatazwa kula mbuzi, hujakatazwa kula pilau lako, la. Usije kaeleka vibaya kwamba sasa Uislamu hautaki tule vizuri, tuandae kaburini tu, la. Katika kula kwako vizuri, kesho umeandaa vipi? Kuna yatima unaye ndani kwako anakula vizuri kama unavyokula wewe, hiyo ndio kesho yako. Jirani yako huo mchuzi unaotoa harufu, jirani yako akaipata, wewe umemgawia kidogo, huko ndo kuiandaa kesho yako. Bali siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamwachia Aisha mbuzi amuandae kwa ajili ya kitoweo. Rasulullah anarudi anasema, vipi kitoweo chetu? Anasema, ya Rasulullah, mbuzi wote nimemgawa isipokuwa kimebaki kidogo tu, kimguu kidogo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sema mbuzi wote nimemweka store, nimemtunza, isipokuwa kimepotea kidogo kimguu. Kwani hiki tunachokila hapa basi kimekwisha, lakini hichi ulichokitoa sadaka ambacho umewapa maskini na wakafurahi ndicho kitakachotufaa kesho. Ala kulli hal,
Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine aliwaita ndugu zake kwa majina, akafikia akamwita mwanae Fatima, akamwambia, alimuita Safia akasema, la ya Safia la ughni anki min Allah shay'a, ewe shangazi yangu mimi kufahamu sitakusaidia chochote kwa Allah. Akamwita ya Fatima, ewe Fatima, ewe mwanangu Fatima, salini min mali, niombe chochote katika ninavyomiliki mimi, wala ughni anki min Allah shay'a, lakini fahamu kwa Allah kila mmoja atabeba mzigo wake, sitakusaidia chochote. Kwa maana anamuandaa mwanae aandae na yeye katika katika hazina zitakazomsaidia mbele ya Allah siku ambapo hakuna cha kumnufaisha mtu isipokuwa ni kwenda kwa moyo uliosalimika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.